vizuri mahali popote. Maanake ni kupata tu sehemu kadogo na vile vitu ambavyo vinahitajika, wanaweza wakatengeneza uyoga na ukasaidia. Maanake hata uyoga na wenyewe una faida nyingi kwa binadamu. Kwa hiyo najua wakishaipata hiyo wataweza kwenye upande wa biashara, upande wa afya na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ninaomba sana wote ambao wameshiriki katika mafunzo haya basi wakayatumie huko. Hawa wageni wetu wamekuja kutufundisha namna ya kutengeneza mbegu bora za uyoga. Kwa hiyo tuko nao pale. Sasa baada ya hapa natumaini upatikanaji wa mbegu haitakuwa shida tena. Kwa yeyote anayehitaji kulima uyoga, mbegu zitapatikana kwa wingi wa kutosha, maana wataalamu kutoka China watakuwa wametuachia hizo. Fanya mbegu za kutosha, basi tutaweza kuwatangazia na tutaweza kwa sababu wametuletea teknolojia mpya, kwa hiyo hata gharama ya mbegu zitapungua. Yaani huko maabara tunatumia tunachukua vitu tofauti tofauti. Kwa mfano sasa hivi tutakuwa tunatumia viazi, tunaweka na agar pamoja na glucose, kisha tunatengeneza mbegu zitakuwa tayari. Zinapokuwa mbegu tayari, basi tunaweza kuzitoa nje na kuweza kuzigawa kwa wakulima. Tangu hapo awali tulikuwa tunatengeneza mbegu, lakini wakati wetu tulikuwa tunatumia madawa ya kutoka kwa wale wauza vifaa vya maabara, kitu ambacho kilikuwa kinatugharimu kiasi kikubwa sana. Lakini walivyokuja hawa wametufundisha namna ya kutengeneza kwa kutumia viazi tu. Kinunua viazi kwa kiasi kidogo, bei nafuu, alafu unachukua glucose unachanganya, baadaye unapata kutengeneza mbegu ambazo hazitakuwa ghali kama tulivyokuwa tukifanya mwanzo. 是中唐两国换文共同实施的一个联合国扶贫项目。我作为这个专家组的组长，今天在这里举办上百人参加的培训会，倍感荣幸。我发现这里的学员非常的认真，上课非常的活跃，专心听讲，他们也决心在尽早技术发展方面给予充分的支持，并走向致富的道路。这项技术，我们准备在这个坦桑尼亚和桑吉巴尔这边，经过尽早的种植、推广，用于尽早技术的药用菌栽培，还有的饲料加工和饲喂这方面进行推动，带动坦桑尼亚人民和桑吉巴尔岛的人民共同致富。谢谢。 Naitwa Sofia Aline Wiso, ni makamu wa rais serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Sokoine. Leo tumepata nafasi ya kushiriki training ya Junkao Technology ambayo inatufanya sisi wanafunzi tuweze kupata teknolojia ambayo ni mpya. Katika hii teknolojia ya Junkao inahusisha katika kuotesha uyoga au katika hii teknolojia ya Junkao itawasaidia wanafunzi moja kwa moja kuwatengenezea nafasi za ajira. Naweza nikatoka mimi hapa nikaenda kutumia hii teknolojia ya kutengeneza uyoga nikajiingizia kipato kiuchumi, pia nikawasaidia vijana wenzangu wengine kupata ajira kupitia teknolojia hii ya Emmanuel Amoni Ngunwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Kwa sasa ndipo mwaka wa 3 nasoma uchumi kilimo katika kampasi ya Solomon Mahalangu ambayo ipo Mazimbu. Ni mwaka 2023 nilianza kujifunza kilimo hiki cha uyoga hapa katika koleji hii hapa. Kwa nimeanza kujifunza kilimo cha uyoga kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka huu wa 3 nimejifunza hichi kilimo. Faida ninayopata kwenye hichi kilimo, cha kwanza nimeweza kupata hata ada ya kujilipia kwenye masomo yangu.
pia kwa sasa hivi nimeweza kununua usafiri, pikipiki yangu mpya nimenunua kutoka kwenye kilimo hiki cha uyoga. Kwa majina naitwa Beda John Mwang'onde, ni naibu rasi wa ndaki wa ndaki ya sayansi asilia na tumizi ambayo ipo Mazimbu, kampasi ya Mazimbu. Pia ni sehemu ya huu mradi wa Junkao ambao kwetu hapa hiki kitalu mnachokiona kilianzishwa 2019. Baada ya kuanzisha kitalu hiki ndio tukaanza kusambaza majani haya karibu nchi nzima. Lakini furaha yetu ya haya majani kwa college ya kwetu ni pamoja na uzalishaji wa uyoga. Kwa hiyo tukaamua kuweka kibanda kile pale unachokiona nyuma pale kwa ajili ya uzalishaji wa uyoga. Baada ya muda mfupi na serikali kukubaliana na haya majani kwa ajili ya kutatua matatizo ya malisho ya wanyama, lakini pia uharibifu wa mazingira, kutatua matatizo ya mazingira yaliyoharibika, lakini pia na kupunguza migogoro ya wafugaji na wakulima, kulianzishwa mradi mkubwa, uliandikwa mradi mkubwa wa serikali ambao ni kati ya China na Tanzania pamoja na Zanzibar. Sasa mwanzo wa huo mradi ni sasa, na sehemu ya mradi inahusiana na mafunzo. Kwa hiyo hawa wageni tunaowaona wamekuja kutoka China, wamekuja tangu wiki 3 zilizopita, wapo hapa nchini, na leo wamefanya training ya kwanza kabisa kwa vijana wasiopungua 80 ambao tunatarajia hii ni nguvu kazi ya kesho. Na nia yetu ni kwamba vijana kama hawa wanapotoka wasitoke tu na vyeti, lakini watoke na ujuzi. Wakifika kule waweze kufanya shughuli za kiuchumi wenyewe badala ya kusubiri serikali. Na lengo letu kubwa, tunatamani hawa vijana wakaajiri wenzao kupitia huu mnyororo wa uyoga na haya majani, wakaajiri wenzao. Akiwa na watu 3 4 ambao wanapata kila siku labda shilingi 20,000, 80 na kadhalika, anaweza kumlipa mwenzake na yeye mwenyewe akaishi.